Kitabu cha Luka ni mojawapo ya masimulizi ya mwanzo kabisa kuhusu maisha ya Yesu, na kwa kweli ni sehemu ya kwanza ya kazi moja iliyounganishwa yenye vitabu viwili vinavyoitwa Luka na Matendo ya Mitume. Ukilinganisha mistari ya mwanzo kabisa vitabu vyote viwili, ni wazi kwamba vinatoka kwa mwandishi mmoja. Lakini pia kuna dalili ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume na katika mapokeo ya zamani zinaonyesha kwamba mwandishi ni Luka, daktari pamoja na msafiri na mfanyakazi mwenza wa Mtume Paulo. Luka anaanza kwa utangulizi ili kueleza jinsi na kwa nini aliandika kitabu hiki. Ingawa anakiri kwamba tayari kulikuwa na masimulizi mazuri kuhusu maisha ya Yesu, alitaka kurudi kwenye ushuhuda wa mashuhuda wa mwanzo kadri alivyoweza, ili kuandika kile kinachoita simulizi lililopangwa vizuri kuhusu mambo yaliyotimizwa miongoni mwetu. Wapendwa, neno yaliyotimizwa yalionyesha sababu ya Luka kuandika kitabu hiki. Kwake yeye, hadithi ya Yesu si historia ya zamani tu, bali ni utimilifu wa hadithi zoefu na ndefu kwelikweli ya agano kati ya Mungu na Israeli, na kwa upana zaidi, hadithi ya Mungu na ulimwenguni wote. Muundo wa kitabu hiki uko wazi. Kuna utangulizi mrefu katika sura ya kwanza na ya pili ulioweka misingi wa hadithi za kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji na Yesu. Katika sura ile ya 3 mpaka ya 9, Luka anaonyesha picha kamili ya Yesu na utume wake katika eneo lake la Galilaya. Baada ya hapo, sehemu kubwa ya kati ya kitabu inaelezea safari ndefu ya maisha ya Yesu kuelekea katika mji wa Yerusalemu, ikiongoza hadi kilele cha hadithi, yani wiki ya mwisho ya maisha yake katika mji wa Yerusalemu, iliyopelekea kifo chake na ufufuo pia. Hii inaendelea hadi kitabu cha Matendo ya Mitume. Wazo kuu la kitabu cha Luka ni kwamba Yesu hakuwa mfalme ambaye Israeli walimtarajia. Aliteseka na kufa ili kuokoa wanadamu. Alionyesha kwamba nguvu ya kweli inapatikana katika upendo. Yesu anawaita wafuasi wake kupanua ufalme wake na kuwaalika watu wote kuingia katika familia ya Mungu. Katika kitabu hiki cha Luka sura ya kwanza na ya pili, utangulizi mrefu unasimulia kwa mtindo unaofanana hadithi za kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo. Wanandoa wazee wa kikuhani Zekaria pamoja na Elizabeti pamoja na mwanamke mchanga ambaye hajaolewa Mariamu, wote wanapokea ahadi isiyo ya kawaida kutoka kwa Mungu kwamba watapata mtoto wa kiume. Ahadi zote mbili zinatimia wakati Yohana na Yesu wanazaliwa, na wazazi wote wanaimba nyimbo za furaha. Nyimbo hizi zimejaa maneno yanayofanana na Zaburi na manabii wa Agano la Kale, zikionyesha jinsi watoto hawa watakavyotimiza ahadi za kale za Mungu. Pia zinaonyesha mapema kabisa jukumu la kila mtoto katika hadithi yake, Yohana akiwa ni mjumbe wa kinabii aliyeahidiwa kutoka katika kitabu cha Torati na manabii, ambaye ataandaa Israeli kukutana na Mungu wao. Yesu ni mfalme Masihi aliyeahidiwa kwa Daudi, ambaye ataleta utawala wa Mungu juu ya Israeli na baraka zake kwa mataifa yote kama ilivyoahidiwa kwa Ibrahimu. Mariamu anamleta Yesu hekaluni Yerusalemu kwa ajili ya kumweka wakfu, ambapo manabii wawili wazee, Ana na Simeoni, wanamwona Yesu na kutambua yeye ni nani. Simeoni anaimba wimbo wake uliovuviwa na nabii Isaya, akisema kwamba mtoto huyu ni wokovu wa Mungu kwa Israeli na atakuwa nuru kwa mataifa. Baada ya matarajio hayo yote, hadithi inaendelea katika sura ile ya 3 na ya 9, ambapo Luka anaonyesha Yesu na utume wake. Luka anaweka msingi wa kiharakati hasa wa toba na Yohana katika mto Yordani, akiwaita watu kuwa taifa jipya linalotubu na kujitoa upya kupitia ubatizo. Anaandaa kuja kwa ufalme wa Mungu. Yesu anaonekana kama kiongozi wa Israeli mpya. Anatambulisha hasa roho na sauti ya Mungu kutoka mbingu ikisema
kwamba yeye ni mwana wa Mungu mpendwa. Kisha Luka anaweka ukoo wa Yesu unaorudi nyuma hadi kwa Daudi, kisha kwa Ibrahimu na hatimaye kwa Adamu. Luka anaonyesha kwamba Yesu ni mfalme, Masihi wa Israeli ambaye ataleta baraka za Mungu, na si kwa Israeli tu peke yake bali kwa wanadamu wote. Baadaye Luka anaeleza tukio la Yesu kwenda Nazareti, mji wake wa nyumbani, ambapo anaanza huduma yake hadharani. Katika sinagogi anasoma kutoka katika kitabu cha nabii Isaya na akisema kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenitia mafuta kuwahubiria masikini habari njema na kutangaza uhuru kwa wafungwa na vipofu wapate kuona na kuwaweka huru waliodhulumiwa. Imeandikwa kwa kina katika kitabu cha Luka sura ile ya 4 mstari wa 18. Hapa Luka anaonyesha kwa kipekee athari za kijamii za utume wa Yesu. Analeta uhuru, neno ambalo lina maana ya kuachiliwa. Hili linahusiana na mwaka wa Yubile katika Torati, ambapo watumwa waliachiliwa, madeni yalifutwa na ardhi ilirudishwa. Yesu anasema kwamba habari njema hii ni hasa kwa masikini, yani watu wa hali ya chini kijamii, waliotengwa au waliodhulumiwa. Luka anaendelea kuonyesha hadithi nyingi za Yesu Kristo akiwaponya watu waliokuwa wagonjwa, akiwakaribisha waliotengwa kama mtoza ushuru Lawi, na hata kumsamehe mwanamke mwenye dhambi. Hapa Luka anaonyesha jinsi ufalme wa Yesu unavyobadilisha maisha ya watu, hasa kabisa na kuwajumuisha wale waliokuwa nje. Kadri wafuasi walivyoongezeka, Yesu anaunda Israeli mpya kwa kuwachagua wanafunzi 12 kama viongozi. Anawafundisha kuhusu ufalme wa Mungu wa ajabu, ambapo watu wanaishi kwa ukarimu, huduma na upendo, wakikataa unafiki wa kidini. Lakini maono haya ya Yesu Kristo yanaanza kuleta upinzani kutoka kwa viongozi wa dini ambao wanamshutumu kwa kumkufuru Mungu, wakishirikiana na wenye dhambi na kuvunja mila na tamaduni za Israeli, hasa Israeli za kale walizokuwa nazo toka enzi za mababu zao. Sehemu hii inaishia kwa Yesu kueleza wanafunzi wake kwamba yeye ni Masihi, lakini anakufa hasa katika mji wa Yerusalemu. Kisha anabadilika mlimani mbele ya wanafunzi wake, na Mungu anatangaza tena kwamba yeye ni mwana wake, tena mteule. Katika wakati huo, Musa na Eliya wanaonekana pamoja naye wakizungumzia kuhusu kutoka kwake atakakotimiza katika mji wa Yerusalemu. Luka anaonyesha Yesu kama Musa mpya atakayewaongoza watu wake kutoka utumwa wa dhambi na uovu. Lakini ili kufanya hivyo, lazima aende katika mji wa Yerusalemu. Katika sehemu ya kati ya kitabu cha Luka kuanzia sura ile 9 mpaka 19, Yesu anaongoza wanafunzi wake kuelekea katika mji wa Yerusalemu. Safari hii ina mafundisho mengi na mifano mingi, hasa ikionyesha kwamba kumfuata Yesu ni safari ya kujifunza maisha. Yesu anawafundisha kuhusu manabii, mali, ukarimu na kumtegemea Mungu. Anaendelea kuwafikia masikini na waliotengwa kama Wasamaria na Zakayo. Yesu anasema alikuja kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea, lakini viongozi wa dini wanachukizwa na swala hili, hasa katika mfano wa mwanampotevu unaonyesha upendo wa Mungu kwa wenye dhambi na ukosoaji wa viongozi wenye kiburi. Hatimaye Yesu anaingia Yerusalemu. Analia juu ya mji wa Yerusalemu akijua kwamba watu wa mji huo wataukataa ufalme wake wa amani. Anaingia katika hekalu, nyumba ya baba yake, na kuwasukuma nje wafanyabiashara, huko akisema kwamba wameligeuza jengo la Bwana kuwa pango la waasi, na anatabiri uharibifu wake. Yesu anakula Pasaka na wanafunzi wake, akitoa maana mpya kwa mkate na divai kwa ishara ya mwili na damu yake kwa ajili ya ukombozi. Anakamatwa, anahukumiwa na kusulubiwa. Luka anaonyesha wazi kwamba Yesu hana hatia, lakini bado anauawa. Hata akiwa msalabani, Yesu anaonyesha upendo kwa kuwaombea waliomsulubu na kumpa tumaini mhalifu aliyekuwa karibu naye.
Yesu anakufa, anazikwa, lakini siku ya tatu wanafunzi wanakuta kaburi lake li tupu. Malaika wanawaambia wanafunzi kwamba Yesu amefufuka. Luka anasimulia hadithi ya wanafunzi wawili njiani kwenda katika mji wa Emau, ambao hawamtambui Yesu mpaka anapovunja mkate. Hii inaonyesha kwamba mtu hawezi kumjua Yesu kweli bila kujinyenyekea kwa ufalme wake. Mwisho kabisa wa kitabu hiki unaonyesha Yesu akiwatokea wanafunzi na kueleza jinsi yote yaliyokuwa sehemu ya mpango wa Mungu. Anawaagiza kwenda kuhubiri msamaha kwa mataifa yote, lakini kwanza wasubiri Roho Mtakatifu. Na hapo hadithi inaendelea katika kitabu cha Matendo ya Mitume.